Nipende kuwajulisha na kuwapa taarifa rasmi kwamba leo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 hapa mjini Kigoma tumekamilisha zoezi ambalo lilihitaji kukamilishwa leo katika hatua hii ya awali. Kama tulivyoeleza hapo jana kwamba tulikuwa tumejiandaa kwa ajili ya kufanya postmortem na tulikuwa tukimsubiri huyo mtaalamu ambaye alichelewa kufika jana. Kwa hivyo mapema asubuhi leo zoezi hilo limeanza. Kwa hivyo wataalamu ambao wamefanya zoezi hili wamefanya kitu kinachoitwa gross examination, kwa maana ya kufanya uchunguzi kwa yale mambo yanayoonekana kwa macho. Kwa hivyo mwili wa marehemu ulifanywa uchunguzi kwa kupasuliwa kichwa, mapafu mpaka kwenye tumbo ili kuyaangalia yale ambayo yanaweza kuonekana kwa macho. Na katika hatua ya sasa taarifa ya awali kabisa ya madaktari wametujulisha kwamba hakuna jambo au jeraha lililosimama ambalo lilikuwa nje ya mwili au ndani lililosababisha kifo chake, isipokuwa mshipa mkubwa sana unaopeleka damu kichwani. Ule mshipa damu iliganda na ilikuwa ni shambulio, shinikizo kubwa, na ndilo jambo likasababisha mauti yake. Sasa ni kitu gani kimesababisha jambo hilo? Ni nini kimechochea, cha ndani au cha nje? Ndilo jambo ambalo uchunguzi haujakamilika. Kwa hivyo mpaka sasa uchunguzi kwa maana ya taarifa rasmi ya nini kimepelekea kifo chake, uchunguzi haujakamilika. Sambamba na hilo bado mashaka yetu kuhusu na kifo hiki yako pale pale. Mashaka ya sababu ya kifo kilichopelekea ndugu Suez, mashaka yetu bado yako pale pale. Kwa hivyo sampuli zimechukuliwa ili kwenda kupima na kujua ni kitu gani, kama ni sumu aidha kwa kunywa, kwa kula au kwa kuvutishwa, aidha ilipulizwa au alifanywa chochote, basi ndio uchunguzi sasa unakwenda kufanyika kwa sampuli ambazo zimechukuliwa, ikiwemo damu, ikiwemo ubongo, figo, mpaka machozi ambayo huwa yanapofanywa uchunguzi kwenye maabara yanaweza kuonyesha sampuli za iwapo kama kuna dalili za sumu. Kwa hivyo taarifa rasmi ya ripoti ya jambo hili bado, na mashaka yetu niwajulishe Watanzania kwamba mashaka yetu kwenye jambo hili bado yako pale pale. Na kwa kweli mashaka yetu yamezidi kutokana na mambo mengi sana. Hapo awali utakumbuka tulikuwa tukisema jambo hili kwamba kumekuwa na misafara yetu kufuatiliwa na watu na askari na watu wengine ambao hawana uniform, hawaeleweki ni watu gani. Msafara wetu wa viongozi toka tukiwa Makambako na hata tulipofika Tabora, ninyi ni mashahidi ya picha ambazo tulizitoa za watu wanaofuatilia msafara wetu. Hawana uniform za kipolisi, hawajitambulishi kwamba wao ni kina nani. Na hata tulipofika katika hoteli ambazo baadhi ya viongozi tulikuwa tumefika, tuliendelea kuona watu wakitufuatilia. Tunapokwenda kwenye kula chakula, tulishuhudia watu kutufuatilia kwenye hoteli tulizofikia. Kuna trail ya namna ambayo ilikuwa sio ya kawaida sana, na hata marehemu mwenyewe alizungumza jambo hili kwamba kumekuwa na hiyo watu kulifuatilia gari la makamu mwenyekiti na viongozi wengine. Kwa mashaka yetu yapo juu sana, na hata siku ya tukio lenyewe tulikuwepo pale kwenye tukio, kwenye hiyo lodge ambayo ndugu Suez alifariki, mauti ulimkuta. Katika hali ya kawaida tulitarajia ile ni scene area, tulitarajia pawekwe yellow tape kuonyesha kwamba do not cross here at least kwa masaa fulani hivi, ili uchunguzi ufanyike, sampuli zichukuliwe, lakini jambo hili halikufanyika. Na mbaya zaidi ulitarajia basi hata wahusika pale wahudumu wa loji wachukuliwe, labda wapelekwe polisi wahojiwe. Hicho kitu hakijafanyika. Mashaka yetu yamepanda juu sana. Lakini kitu kingine ambacho kimetupa fadhaa katika hizi siku mbili, ile siku ya tukio ambapo mwili ulikutwa pale, waliopiga picha
walikuwa ni askari polisi peke yake, na watu wengine wote hawakuruhusiwa kupiga picha, isipokuwa ni maafisa usalama waliopiga picha, na tulikubaliana kwamba hizi picha zisitoke. Lakini kitu cha ajabu sana, toka juzi na jana tumeshuhudia picha zinazoonyesha dawa alizokuwa nazo marehemu zikisambazwa. Jambo hili tumeliregister hapa kwa kamishna na afisa usalama ambaye tulikuwa naye katika tukio hilo. Limetufedhesha lakini limetupa uthibitisho, kwa sababu hakuna mtu yoyote aliyekuwa na kamera isipokuwa askari polisi. Sasa kitendo cha picha hizi kuvuja kwenye mitandao kimetupa ushahidi kwamba askari polisi ndio wamezisambaza hizi picha kwenye mitandao, maana ndio wao peke yao walikuwa na kamera. Lakini pili, hizo account parody za kwenye Twitter na Instagram zilizo post hiyo picha zimetuthibitishia na tumejua sasa kwamba hizo account za Twitter na parody, hizo account za kwenye Instagram na Facebook, kumbe ni za watu wa mfumo. Kwa ujinga mwingi unaotengenezwa huko, uongo wa kufitinisha watu, kumbe ni watu wa mfumo, kwa sababu hizo picha tumezikuta hapo ambazo waliozipiga ni hawa maafisa usalama hawa. Imetupa ushahidi wa hizo account hizo zinazoposti mambo ya kihuni, ya kusingizia watu, ya kuchonganisha watu, ya kuweka uongo. Hizo account kumbe zinamilikiwa na hawa, maana ndio waliopeleka picha wakazituma. Hili jambo limetupa fedheha sana, limetukasirisha. Kumbe zinamilikiwa na hawa, maana ndio waliopeleka picha wakazituma. Hili jambo limetupa fedheha sana, limetukasirisha, sio jambo jema, na tumeliregister rasmi kwamba aliyefanya jambo hilo, kwa sababu huyo mpiga picha alikuwepo, tulimuona, tunamfahamu kwa sura huyo hapo. Tunataka kuona uwajibikaji na uwajibishwaji wa huyu afisa usalama aliyefanya jambo hili. Sasa sisi kama chama na familia ambao walikuwepo kwenye tukio hili, pamoja na mtaalamu wetu ambaye naye alishiriki kwenye jambo hili, ripoti haijatoka. Mashaka yetu bado yako pale, na tunasubiri huo uchunguzi mwingine sasa ambao utakwenda kwenye hiyo kwenye maabara mbalimbali ambayo ya mkemia, pamoja na uchunguzi kwa njia ya darubini, ili sasa kupata ukweli wa nini kimetokea. Mashaka yetu yapo katika namna hata ya mwili, hata kucha zenyewe zilivyokutwa, zimebadilika, zimekuwa za blue. Sasa kucha zikibadilika kuwa za blue zina tafsiri ya mambo mengi, kwamba mtu akifariki afu kucha imekuwa ya blue, ina tafsiri ya mambo mengi sana. Kwa hivyo tunasubiri hicho kipindi ambapo uchunguzi huu utafanyika, na jambo hili halijaisha. Kwenye ile chain of custody ya namna picha zilivyochukuliwa, zimepigwa, alafu zimesambazwa, unaona kabisa kwamba hapa kuna kitu hakiko sawa. Toka jambo hili limetokea, scene area kuzungushwa, picha hizi kutoka, unaona na statement ambayo IGP mstaafu ambaye ni mkuu wa mkoa Simon Siro alitoa, alipreempt kabisa kwamba hili jambo ni kifo cha kawaida kwa uzoefu. Sasa kwa nini una preempt kwamba ni kifo cha kawaida wakati wote tunasubiri, Watanzania wote tunasubiri taarifa rasmi ya kiuchunguzi ambayo leo haijaweza kutoka kwa sababu kilichofanyika leo ni gross examination tu ya kuangalia kwa macho. Sasa inakwenda sasa kwenye kuangalia kwenye mashine darubini, inakwenda kwa mkemia mkuu kuchunguza damu, figo zote zimechukuliwa, maini, ubongo, urine, mkojo, machozi, yote haya ni kwenda kuangalia ni kitu gani hicho kilichopelekea sasa jambo hili kwenda kutoka. Kwa hiyo mashaka yetu bado yako pale na halijaisha, na this time lazima, na tunataka ukweli ujulikane, kwa sababu inatoa mashaka ya usalama, sio wetu tu, wa Watanzania wengi tu, kwamba ni kitu gani